Mamlaka kufanya nini? Ya kwanza, mamlaka ya kwanza kung'oa, kuharibu, kupanda na kujenga. Kwa hivyo tumepewa yale mamlaka yote. Wewe uko nayo ya kwamba unaweza ng'oa, kuharibu, kupanda na kujenga. Lakini sasa utaharibu nini katika maisha yako? Utang'oa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tumekuja tukapata sasa ya kwamba ile authority yenye tumepewa na tuko na zile nguvu, lakini unapata kwamba sasa tunaweza zitumia kwa njia nyingine ambayo isiyofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umepewa mamlaka ya kuharibu, unaharibu nini? Jua kwamba umepewa mamlaka ya kuharibu falme za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri, ni falme za giza, na kuzing'oa zile falme za giza. Lakini hiyo si ya kwamba mamlaka ya kuharibu mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna mchawi na mchawi ako na roho ya uchawi. Sababu Biblia inatuambia kwamba kazi yetu ni kupigana na vitu za kiroho, si vitu za kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtu mwenye unaomba mpaka saa hii unasema kwamba akufe, huyo mtu ako kiroho, huyo mtu ako in spirit, ama huyo mtu ni mwili unamuona? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tukiambiwa kwamba kuharibu, tunapigana na zile vitu zenye ziko katika kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usitoke hapa kuanza kuomba kakaka ambaye ni mchawi aweze kukufa. Hapana. Ile roho yenye ako nayo ya uchawi ndio unapigana nayo iweze kuisha, lakini yeye aweze kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika maisha yetu tunafaa tujue tutapanda nini ama tutajenga nini. Haleluya. Ndiposa Mungu anatuambia ametupatia yale mamlaka katika maisha yetu ya Ukristo. Lakini kwa wale watu wenye wako katika karibu na yeye, usianze kung'oa na kuharibu na wewe hujamkubali yeye ambaye anafaa kupatia yale mamlaka. Ama usisikie neno limehubiriwa la kung'oa na kupanda na wewe ukalichukulia kama hujamkubali yeye mwenyewe akakupatia yale mamlaka. Kwa wale tu watu ambao wamepewa mamlaka ya kuweza kung'oa na kupanda peke yao. Lakini ukichukua tu wakati wako kwa sababu umesikia na hujaamini, uanze sasa kung'oa na kupanda, wewe ndio utashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mchawi atakuua wewe, kwa sababu hujaamini ule mwenye anapatiana hayo mamlaka. Nikawa nikisema kwamba wapendwa, mchawi na hata yule mganga, zile nguvu zao za giza, kama wewe hujaamini Mungu atakumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Usidhani ati ni mchezo. Tumekutana na watu wengi sana ni walevi, watu ambao hawajamjua Mungu, lakini anajipiga kifua anasema kwamba yeye hawezi uliwa na mchawi, yeye hawezi uliwa na mganga. Lakini acha nikwambie, kama hujamwamini Mungu, katembea katika njia za Mungu, atakumaliza na hata atahangaisha familia yako vibaya sana. Kwa sababu katika ile hali yenye uko, ako katika ufalme wa giza wenye uko juu yako. Yule tu mwenye anamwamini Mungu peke yake ndiye amepewa yale mamlaka. Ndiposa Yeremia anapewa mamlaka hata kama yeye angali mdogo. Haijalisha kwamba wewe ni mdogo, haijalisha kwamba umri wako ni gani, unaweza pewa zile uweza na mamlaka wa kuweza kung'oa na kupanda. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa kuweza kuharibu, lakini wewe mwenyewe kukaa katika ule mwelekeo ambao umepewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani limekuwa funzo mzuri sana kwamba we need to have to take now that authority
na tuweze kutumia yale mamlaka vizuri ambayo Mungu ametupatia kwa ajili ya kuharibu zile nguvu za giza na kuweza kujenga sasa, kuweza kupanda mambo mazuri katika maisha yetu. Bwana Yesu asiwe sana. Nadhani tunamalizia pale.